Naitwa Frank Nyabundege, ni mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Leo tarehe 21 mwezi wa 5 2025 tumehudhuria kusikiliza bajeti ya Wizara ya Kilimo ikisomwa na Mheshimiwa Hussein Bashe ambaye ni waziri wetu wa kilimo. Katika bajeti ya mwaka huu 2025 kimsingi kwa sababu ndio bajeti ya mwisho katika awamu hii ya 6 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, amejaribu kupambanua mambo mengi ambayo yamefanyika katika sekta ya kilimo, ikiwa ni uwekezaji mkubwa uliofanyika na matunda yake yaliyotokana na uwekezaji uliofanyika katika sekta ya kilimo, hasa katika miaka hii minne ambayo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa rais wa nchi yetu. Tumeona jinsi ambavyo kwa kweli mambo mengi yameongezeka. Kumekuwepo na uwekezaji mwingi katika sekta ya kilimo. Bajeti ya sekta ya kilimo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 294 alipoingia madarakani Mheshimiwa Rais mpaka kufikia 1.2 trillion, na leo wameomba pia 1.2 trillion, na kwa kweli ni ongezeko kubwa sana. Lakini katika kufanyika ongezeko hilo katika sekta ya Wizara ya Kilimo au sekta ya kilimo, tumeona mambo mengi ambayo yamefanyika. Moja ni ukuaji wa tija. Ukuaji wa tija ambao unatokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika sekta ya kilimo, ikiwa ni pamoja na kutoa ruzuku katika mbolea, ruzuku katika mbegu, ambao imesababisha sasa tija imeongezeka. Na tumeona kwa mazao kama korosho toka nchi uumbwe ilikuwa haijawahi kufikisha uzalishaji wa korosho zaidi ya tani 500,000, lakini tumeona kwamba toka ameingia madarakani uzalishaji wa korosho umekuwa kutoka tani 200,010 mpaka kufikia tani 500,038. Tumeona mazao mengi, chakula kama nchi tumeongezeka kutoka tani milioni 17 mpaka tani milioni 22. Sasa hivi tuna utoshelevu wa chakula takriban 128%. Na hii yote ni nini? Kwamba Watanzania sasa tumeweza kupiga hatua. Na kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ambacho amekisema Mheshimiwa Bashe, kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi, wakulima wa nchi hii wanajua jinsi ambavyo wamefaidika na ruzuku, wanajua jinsi ambavyo wamefaidika na bei ya mazao yao imeongezeka. Mfano korosho imekuwa kutoka shilingi 1,750 mpaka shilingi 4,500. Na hiyo yote ni kwa sababu sasa wakulima wetu wameneemeka, na ni kwa sababu mbolea imetolewa ruzuku, viuatilifu vimetolewa ruzuku, na uwekezaji mkubwa sana umefanyika katika sekta ya kilimo. Hii yote tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ambacho amekifanya katika sekta ya kilimo, na ndio maana tunaona kwa kweli bajeti hii ambayo imeanza kujadiliwa mchana wa leo itakwenda kupitishwa kwa kishindo, kwa sababu kwa kweli hata wabunge wenyewe wamempongeza waziri wetu, wamempongeza Rais kwa uwekezaji mkubwa aliofanya, na ninaamini hata Watanzania waliokuwa wanasikiliza bajeti hii kisomwa, wanaotusikiliza sasa hivi kama mimi ninayeongea, watakwenda kwa kweli kufanya maamuzi sahihi kuhakikisha kwamba wanapokuja kwenye uchaguzi mwaka Oktoba 2025 wanafanya uchaguzi ulio sahihi, kwa kuhakikisha kwamba wanampatia kura za kishindo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ili aweze kurudi madarakani, aweze kuendeleza haya makubwa aliyoyafanya kwa muda mfupi wa miaka minne. Tumeona jinsi ambavyo sekta ya kilimo imeweza kukua, na ukuaji wake kwa kweli umeneemesha wakulima. Wakulima wa nchi ni wengi, wakulima wa nchi zaidi ya milioni 8 ambao wamejirejista kwenye mfumo. Naamini kwamba na sasa hivi tunaboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Nendeni mkaboreshe taarifa zenu ili muweze kupiga kura tunapofika Oktoba.